Daktari Jafo S. Suleiman wa CCM alipata kura 50,687. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa mamlaka niliyopewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania chini ya Sheria ya Uchaguzi wa Rais, wa Bunge na Madiwani wa mwaka 2024, ninapenda kumtangaza rasmi Daktari Suleiman Jafo kuwa ndiye mshindi wa kura 50,687. Naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi wote ambao wamesimamishwa na vyama vyao, lakini niwashukuru sana kwa ushirikiano ambao mmenipa kupitia viongozi wenu, lakini na wanachama wa vyama vyenu, swala ambalo limetusaidia sisi kufanya mchakato huu wa uchaguzi kuwa ni mwepesi katika jimbo letu la Kisarawe. Baada ya kusema hayo, naomba niseme ninawashukuru sana kwa niaba ya viongozi wa Tume Huru ya Uchaguzi, lakini kwa niaba ya viongozi wangu wote wa jimbo hili la Kisarawe. Tunawashukuru sana wanachama wote wa vyama vya siasa, lakini na wanachama na viongozi waliosimamishwa na vyama vyao vya siasa kwa kutupa ushirikiano wa hali ya juu ambao umesababisha leo hii jimbo letu la Kisarawe linamtangaza mshindi wa kiti cha ubunge katika hali ya utulivu na amani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwatakie jioni njema na utekelezaji mwema wa majukumu ya taifa. Asanteni sana. Ndugu msimamizi wa uchaguzi wa Tume Huru yetu ya Uchaguzi Tanzania, kwa upande huu wa jimbo la Kisarawe, dadangu Sabra, lakini naomba nitambue uwepo wa afisa uchaguzi wetu ndugu yangu Mbaga, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi, ndugu zangu wagombea wenzangu wa vyama mbalimbali, lakini mawakala wetu ambao wamefanya kazi kubwa sana, viongozi wetu wa vyama vya siasa mliokuwa humu ndani, na Watanzania wengine wote. Asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, awali ya yote naomba kuchukua fursa hii kubwa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Mola ambaye siku hii ya leo ya tarehe 30 tumehitimisha mchakato wetu wa uchaguzi katika jimbo hili la Kisarawe, ambalo tunamshukuru sana msimamizi wetu wa uchaguzi na timu yake kwa kazi kubwa walioifanya katika uchaguzi wa mwaka huu, mwaka 2025. Kwa uzoefu wangu wa mara kadhaa tukifanya uchaguzi, tumekuwa tukifanya uchaguzi vizuri zaidi, lakini uchaguzi wa mwaka huu naomba niwapongeze wasimamizi wa uchaguzi kwa sababu walituongoza vizuri katika michakato yote toka tunaanza kuchukua fomu, urudishaji wetu wa fomu, michakato ya kampeni, ratiba za kampeni na hali kadhalika siku ya uchaguzi. Kwa uzoefu tunakumbuka wakati mwingine wakati wa kurudisha fomu zilikuwa na misuguano katika maeneo mbalimbali huko uchaguzi za nyuma. Lakini mwaka huu tunaona sura tofauti sana. Watu tulichukua fomu wote kwa uhuru na tukarudisha kwa uhuru na wote wakateuliwa kwa uhuru. Kwa hiyo tunakushukuru sana msimamizi wetu wa uchaguzi. Lakini nishukuru kwa niaba ya wenzangu wote katika michakato yetu ya kampeni. Mimi kwa upande wangu nilishuhudia kampeni za kistaarabu sana. Sio kampeni zile ambazo za kushusha utu wa watu. Maana wakati mwingine inawezekana kampeni inawezekana sasa watu wanashusha utu wao. Matusi, kebehi, dharau. Lakini shukuru sana kwa upande wangu. Nimeona wote tulioshiriki katika kampeni ya ubunge, kwa kweli nimeshuhudia weledi wa hali ya juu wa ukomavu wa kisiasa. Niwashukuru sana wagombea wenzangu sana. Lakini shukuru sana siku ya kupiga kura. Kwa mara ya kwanza tumeshuhudia unaenda kituoni mpiga kura anakuta utaratibu mzuri. Vituo mwaka huu vimekuwa vingi sana. Hata ile kadhia watu wakati mwingine wanaenda umbali mrefu sana, ama kituo kimoja watu wamerundikana. Wenzetu mwaka huu umefanya kazi kubwa, hongereni sana katika hilo. Lakini niwashukuru wagombea wenzangu. Niwashukuru na kuwapongeza. Sababu kazi ya uchaguzi Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye mwenye kupanga. Mungu mwenyewe ndiye mwenye kupanga nani singine muda fulani ashike kijiti gani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupanga. Kwa hiyo niwashukuru ndugu zangu wote. Tumeenda kushika uchaguzi wa kiustaarabu sana mpaka hapa tumefikia hapa. Lakini kubwa, kuna somo la kujifunza. Chaguzi hizi lengo lake ni kutengeneza misingi ya kuongoza nchi zetu.
Na kubwa zaidi, swala zima la amani ndio jambo la msingi kuliko jambo lingine lolote. Aidha tufanye chochote kinachowezekana, lakini huenda uchaguzi pale amani inapotoweka, madhara yake yanakuwa makubwa sana. Mimi niwaombe Watanzania wenzangu wote, kwa nafasi zote na maeneo yote waliopo, ajenda ya amani ndio jambo la msingi katika taifa letu hili. Leo hii amani ikipotea, bodaboda atashindwa hata kupata abiria wa kumsafirisha mahali. Inawezekana amani ikipotea, mwenye daladala la kumpakia abiria, daladala hiyo siku itakuwa itashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo kubwa zaidi, ajenda ya amani jambo la msingi sana. Niwaombe Watanzania wote, nchi yetu ni yetu hii moja, lazima tuilinde. Chaguzi ni mpito, lakini maisha lazima nini? Yaendelee. Hili tukifanya hili, tutakuwa tumefanya jambo jema. Kwa hiyo binafsi, kwa niaba ya chama changu, kwa Chama cha Mapinduzi, tuwashukuru wenzetu wote wa vyama mbalimbali. Tumeenda katika uchaguzi mzuri wa kistaarabu na hekima. Niwashukuru sana wagombea wenzangu. Kwa kweli mimi leo hapa nimekuja, nimefarijika sana. Sikuona mtu yote alionitweza. Na mimi nashukuru Mungu sikuweza kuzungumza lolote baya kwa mgombea mwenzangu. Tuendelee na utamaduni huu kwa ajili ya taifa letu. Lakini tunawashukuru sana mawakala wetu. Mimi hapa nilikuwa nawakilishwa na ndugu yangu Karimu Wenge, mwanasheria msomi, ambaye alikuwa anafanya kazi hii na niaba wenzetu. Tunawashukuru sana kwa kazi kubwa mmeifanya kwa pamoja, ambayo kwa mara ya kwanza ndani ya muda mfupi tumemaliza shughuli ya uchaguzi. Kwa hiyo hongereni sana jamani, tunawashukuru sana. Baada ya machache, asanteni sana. Msimamizi wa uchaguzi tunakushukuru sana. Umetuonyesha weledi jinsi gani uchaguzi unapaswa kusimamiwa. Asante sana na timu yako. Asanteni sana.